Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii siku ya leo. Hadithi ya Humphrey Polepole imeanza kufifia katika mitandao ya kijamii huku wiki mbili zikiweza kutamatika tangu madai ya utekaji nyara na kutoweka kwake na tangu jeshi la polisi litangaze kuanza uchunguzi mkali. Lakini mchana wa leo taarifa mpya zimeibuka na kuenea nchini huku Msando akidokeza kinachojiri sasa hivi kuhusu Humphrey Polepole. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Madai mengi yaliweza kuenea katika mitandao ya kijamii tangu kutoweka au madai ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole, wengi wakiweza kusambaza taarifa hasa katika mtandao wa kijamii wa X na TikTok, wengi wakidai ya kwamba kuna uwezekano wa kwamba Humphrey Polepole sio kweli ametekwa nyara, na wengine wakisisitiza uwajibikaji wakidai ya kwamba ni kweli Humphrey Polepole ametekwa nyara. Hii ni ikiwemo kaka yake Agustino Polepole ambaye awali aliweza kuzungumza sana na kudai ya kwamba ni kweli kaka yake aliweza kutekwa nyara na hata matone ya damu yaliweza kushuhudiwa sehemu alipokuwa akiishi. Mkuu wa wilaya Ubungo jijini Dar es Salaam, wakili Albert Msando ametoa rai kwa Watanzania na waandishi wa habari akiwataka kuacha kusambaza taarifa zisizothibitishwa kuhusu kupotea kwa Humphrey Polepole. Akizungumza wakati wa kongamano la shirikisho la vikoba Tanzania lililofanyika Oktoba tarehe 19 mwaka huu jijini Dar es Salaam, Msando alisisitiza kuwa suala la kutoweka au madai ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole linapaswa kushughulikiwa pekee na vyombo vya sheria na jeshi la polisi nchini ambavyo vina uwezo wa kitaaluma wa kuchunguza na kutoa taarifa sahihi kwa umma. Msando alianza maneno yake kwa kuonya juu ya tabia inayoongezeka miongoni mwa wananchi wa Tanzania kukimbilia kwenye mitandao ya kijamii na habari ambazo sijathibitishwa na kuzichapisha, hasa yanapotokea matukio yanayohusu watu maarufu. Alisema kuwa katika nyakati kama vile kutoweka kwa Polepole ni muhimu kwa umma kujizuia na kuwa na subira badala ya kufanya hitimisho la haraka ambalo linaweza kupotosha jamii au kuingilia uchunguzi rasmi kutoka kwa jeshi la polisi. Alibainisha kuwa katika siku za hivi karibuni kumezuka hali ya kutatanisha ambapo watu hutaja kwa haraka kila tukio linalohusisha kukamatwa au operesheni za usalama kuwa ni utekaji nyara au kutoweka kwa lazima bila ya kulithibitisha hilo. Kwa mujibu wa Msando, tabia ya aina hii hasa kutokana na kutoweka kwa Humphrey Polepole inaleta hofu na mvutano usio wa lazima ndani ya jamii ya Tanzania. Alisisitiza kwa Watanzania wanapaswa kupinga tabia ya kueneza madai hayo na badala yake waruhusu mamlaka kufanya kazi zao bila kuingiliwa. Akifafanua hilo, Msando alibainisha kuwa hakuna mtu mwenye taarifa za uhakika kuhusu kupotea kwa Humphrey Polepole, ikiwa ni pamoja na kuwepo hata nchini wakati taarifa hizo zilipoanza kusambazwa. Alieleza majadiliano yanayoendelea mtandaoni kama uvumi usio na msingi na usio na ukweli unaohatarisha kugawanya umma. Alisema ni lazima Watanzania wajifunze kusubiri taarifa zilizothibitishwa na mamlaka husika kabla ya kushiriki au kuamini madai yoyote yanayohusiana na kutoweka kwa Polepole. Ili kudhihirisha hoja yake, Msando alitoa mfano wa siku za nyuma unaomhusisha kiongozi wa dini maarufu ambaye alitajwa sana kuwa ametekwa nyara, lakini baada ya kupatikana akiwa salama nyikani na hakuwa ametekwa nyara. Hili alisema inapaswa kuwa somo kwa umma kuwa waangalifu juu ya kukubali simulizi za mitandao ya kijamii haswa katika hali nyeti kama kutoweka kwa Polepole. Mkuu huyo wa wilaya aliwakumbusha wananchi kuwa vyombo vya ulinzi na usalama na jeshi la polisi nchini vina wataalamu wenye rasilimali, mafunzo na mamlaka ya kisheria ya kuchunguza masuala kama hayo. Aliwataka kila mmoja kuziacha taasisi hizo zishughulikie upotevu wa Humphrey Polepole kwa uwajibikaji na kwa kina. Kwa mujibu wa Msando, muda ukifika, mamlaka husika na serikali itatoa taarifa zilizothibitishwa na rasmi kwa umma. Akigeukia masuala ya kitaifa, Msando aliwahimiza Watanzania kuzingatia wajibu wao wa kiraia badala ya mijadala ya mtandaoni inayohusu kutoweka kwa Polepole. Alitoa wito kwa wananchi hasa waliopo katika eneo lake la Ubungo kujitokeza kwa wingi kwenye uchaguzi mkuu ujao unaotarajiwa kufanyika Oktoba tarehe 29 mwaka huu. Aliwakumbusha kuwa siku hiyo itakuwa ni siku ya mapumziko na kuwataka kila mmoja kutumia fursa hiyo kupiga kura kwa amani na busara. Msando alionya zaidi dhidi ya kushawishiwa na masimulizi ya upotoshaji au taarifa za uongo na kuchochea, hasa zile zinazohusiana na kutoweka kwa Humphrey Polepole ambazo zinaweza kutumika kuvuruga amani na maelewano. Alisisitiza kuwa umoja wa kitaifa ni
muhimu zaidi kuliko porojo za kisiasa au uvumi unaoenezwa na wanaharakati mtandaoni, na kwamba haki ya kupiga kura lazima itekelezwe kwa uadilifu na subira. Mkuu huyo wa wilaya alizungumza na kizazi cha vijana, yani Gen Z, na kuwashauri kutumia mitandao ya kijamii kwa malengo ya kuleta tija kama vile ubunifu, kujifunza na ujasiriamali badala ya kueneza matamshi ya chuki au upotoshaji. Alionya kwamba wale wanaosambaza kwa makusudi madai ya uongo kuhusu kutoweka au kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole au masuala mengine ya kitaifa watachukuliwa hatua za kisheria, kwa kuwa serikali haitawavumilia watu wanaojaribu kuvuruga utulivu au amani ya umma. Kauli za Msando zimepokelewa kwa shangwe na wakazi wa Ubungo na waangalizi wa kitaifa ambao wanaona ujumbe wake kama ukumbusho wa umuhimu na uwajibikaji katika zama za kidijitali. Wanajamii wengi walibainisha kuwa kutokana na uvumi unaoendelea kuhusu kutoweka kwa Polepole, kauli ya mkuu wa wilaya hiyo ni sauti ya utulivu inayohitaji sababu na kweli. Hata hivyo, wachambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa waliunga mkono maoni hayo, wakibainisha kuwa maoni ya Msando yanawiana na juhudi pana za serikali kuhakikisha amani, uwazi na uwajibikaji. Walionya kwamba nyakati za kutokuwa na uhakika kama vile wakati wa kutoweka kwa Polepole, ni muhimu kwa wananchi kuziamini taasisi hizo na kuepuka kueneza masimulizi ambayo yanaweza kutishia mshikamano na kuathiri uchunguzi wa polisi. Msando pia alisisitiza kuwa taarifa potofu mitandaoni zinazohusu matukio nyeti kama vile kutoweka kwa Polepole zinaweza kuwa na madhara makubwa zaidi ya mitandao ya kijamii. Alieleza kuwa masimulizi ya uongo sio tu yanaharibu sifa, bali yanaweza pia kuingilia uchunguzi unaoendelea, kuwaweka watu wasio na hatia hatarini na pia kuleta msuguano usio wa lazima kati ya wananchi na serikali. Kulingana na yeye, habari potofu kuhusiana na utekaji zinapoenezwa bila kudhibitiwa zinadhoofisha uaminifu wa mamlaka halali na kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi zilizopewa jukumu la kudumisha amani na haki. Alitoa wito kwa waandishi wa habari, wanablogu na washawishi pamoja na wanaharakati kuzingatia maadili ya kitaaluma na kudhibitisha ukweli kabla ya kuchapisha taarifa zozote zinazohusiana na kutoweka kwa Polepole. Katika hotuba yake ya mwisho, Msando alisisitiza kwamba utulivu wa Tanzania unategemea dhamira ya pamoja ya ukweli, sheria na kuheshimiana. Aliwataka wananchi kuona kutoweka kwa Polepole kuwa ni ukumbusho umuhimu wa mawasiliano ya uwajibikaji, mshikamano wa kitaifa na imani kwa utaratibu unaostahili. Mkuu wa wilaya alifunga hotuba yake kwa kueleza matumaini kuwa kwa ushirikiano kati ya umma na vyombo vya sheria, uwazi utajitokeza hivi karibuni kuhusu kutoweka kwa Polepole, kurejesha utulivu na kuimarisha moyo wa kudumu wa taifa wa umoja na ustahimilivu. Kwa kumalizia ripoti yake, kauli ya Msando ilikuwa onyo na wito wa uzalendo kwa Watanzania wote. Aliwakumbusha Watanzania kuwa amani na utulivu wa taifa hujengwa katika ukweli na nidhamu, si kwa uvumi au hofu. Aliwataka kila mwananchi kutekeleza wajibu wake katika kudumisha utulivu wakati wa kutoweka kwa Polepole na hata nyakati zingine za hali za kisiasa, na kusisitiza kuwa taifa lililoungana katika ukweli na uvumilivu daima litashinda hali ya sintofahamu. Mtazamaji, nijuze maoni yako kuhusiana na maneno ya Msando kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole na kuweza kukemea habari potofu zinazoenea katika mitandao ya kijamii hasa X, YouTube pamoja na TikTok. Vile mtazamaji, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe chini ya video hii, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.